Kuna haja ya serikali kupitisha sheria ya kuwalipa wazee wa mitaa humu nchini ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kikamilifu na vilevile kukimu mahitaji ya familia zao. Hii ni baada ya Bunge la Kitaifa kujadili hoja ya mswada huo, huku wabunge wakiunga mkono juhudi zinazotekelezwa na wazee wa mitaa katika kuangalia maslahi ya jamii mashinani. Badi Twalib ni mbunge wa Jomvu. Na tukiangalia ni wazee ambao walifanya kazi miaka yote wakisaidia katika kudumisha amani na vile vile kutokea matatizo, hao ndio watu wa kwanza ambao wanafuatwa. Tukiangalia Mheshimiwa Spika, kabla chief ama sub chief ama ACC ama DCC kujua linaloendelea pale nyanjani, ni muhimu sana anaangalia kuuliza mzee wa mtaa. Leo katika sehemu zetu nyingi sana wazee wa mitaa wanafanya kazi kubwa katika mambo ya usalama. Mfano kama sehemu yangu moja ya Kitui, ambapo Mheshimiwa Bwire mbunge wa Taveta ana makao yake hapo, utaona mzee wa mtaa anaitwa Mzee Gona, yeye ndo anayemwangalilia mambo yake pale hivi. Kwa hivyo leo hii mimi nataka kuzungumza nikiwa mjumbe wa Jomvu kusema kuwa naunga mkono wazee hawa mitaa watambuliwe kama vile anavyotambulika chief, sub chief, ACC, DCC. Ni muhimu pia hiyo structure imtambue mzee wa mtaa katika sehemu zetu, na wazee wa mitaa hawa wanavyolipwa wengine ni muhimu na wao waweze kulipwa. Hawa wana familia, hawa wanasomesha watoto, hawa wanaishi katika hali duni ambapo hawana hali ya kuweza kujikimu katika kulipa nyumba. Lakini ikiweza kupitishwa katika serikali kwa hawa pia wakiweza kulipwa, basi wataweza kujisaidia. Mheshimiwa Spika, katika wazee wa mitaa kuna wazee ambao katika umri wao ni mkubwa, na siku hizi hata wengine ambao umri wao ni mdogo ni wazee wa mitaa wanasimamia. Kwa sisi tunawapamba tu kwa kuwapatia majina mabalozi, mara sijui majina gani, lakini majina hayataweza kusaidia. Pesa mfukoni ndizo ambazo zitaweza kusaidia. Wakati huo, Badi amehimiza serikali kuu kupunguza umri wa wazee kupokea fedha za Inua Jamii kutoka umri wa miaka 75 hadi miaka 60 ili kuhakikisha wazee wananufaika na fedha hizo, akihoji kuwa wazee wengi huaga dunia mapema. Mheshimiwa Spika, anachukua fursa hii hivi sasa pia kusema kuna zile pesa za wazee, ambao pesa hizi za wazee miaka ambayo imewekwa katika kuweza kuqualify kwa pesa hizi ni mingi sana. Kwa hivyo ni vizuri pia bunge hili tungeangalia, badala ya kuweka mzee miaka 65 ama sijui 70 huko ndio aweze kulipwa, ipunguzwe kwa miaka ya siku hizi. Shida zimekuwa nyingi, uzee kufika miaka 60 70 ni bahati kubwa sana hiyo kutoka wakati wa Yesu. Lakini shida nyingi ambazo ziko kwa wakati huu, wazee wanakufa miaka 55 ama vile vile kuendelea, wakifika sana wana bahati 60. Kwa hivyo hizi pesa za wazee zipunguzwe mpaka kufikia hata kama ni miaka 50 wao watakuwa wakiweza kupewa pesa hizi, na pesa hizi zije nyanjani kwenye constituencies ambapo sisi ndo tunaweza kuona ni wazee gani ambao wako pale katika sehemu yetu, ili tuweze kuidentify na kuona kuwa wanaweza kupata pesa zao. Badi aidha ametoa wito kwa serikali kuanza kuwalipa pia wahudumu wa afya ya nyanjani kutokana na jukumu kubwa wanalotekeleza katika kudumisha afya katika jamii. Na mambo haya tukishaweza kuyapitisha, tumsihi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Samoei Ruto kutia saini hii kwa sheria kwa haraka na kuweka bajeti ya pesa zende mashinani haraka wazee hawa, ili wapate matumaini ya maisha yao. Kwa hivyo nachukua fursa hii kusema kuwa wazee wangu wote katika mitaa yote ya wodi ya Miritini, Mikindani na Jomvu Kuu, bunge hili limeangalia mambo ya mitaa ya wazee hawa ambao wanafanya kazi hizi, na tukiweza kupata pesa hizi za manufaa, hata wao pia wataweza kunufaika. Ali Vincent, Benvin TV.